السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته طيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. tukiendelea na mhadhara wetu huu ambao utazungumzia rihlatul ulama fi talab alhadith, safari ya wanazuoni katika kutafuta hadithi na elimu nyinginezo. Na tumeuchagua mhadhara huu kwa anwani hiyo ili kumuonesha mwanafunzi namna gani maulama walivyoanza kutafuta elimu, na ili iwe ni mwangaza na taa na nuru kwetu sisi kufuata mwangaza wao na njia zao na taratibu zao maulama, ili sisi tupate kujipamba nazo na tuzishike taratibu hizo ili tufikie katika pale ambapo walipofikia, japo kwa sehemu ndogo. imtazat ummatul islam an ghayriha min al-umam bita'dhim al-ilmi was-sa'i fi tahsilihi, واشتهر بين العلمائها الضرب في الأرض والرحلة إلى الأقطار الدنيا للقاء المشايخ وتلاقى العلم منهم مشافهة. umesifika umma huu, umma wa Kiislamu, ukilinganisha na nyimati nyingine katika nyimati zilizopita nyuma. Umma huu wa Kiislamu umesifika kutokana na ukubwa wa jambo la kutafuta elimu na kuitukuza elimu. Kadhalika umma wa Kiislamu umesifika kutokana na juhudi zao za kuitafuta na kuipata elimu, na wakapata umashuhuri baina ya maulama wake katika kupiga kwato, kwa maana kusafiri masafa ya tabu katika ardhi na kusafiri katika bara moja kwenda katika bara nyingine kwa ajili ya kutafuta elimu hii, elimu ya Kiislamu. Unaposoma historia ya maulama mbalimbali wa ahlus sunna wal jamaa, utakutana na namna gani ya wao walivyotumia juhudi kubwa ya jambo la kutafuta elimu. Hii ilikuwa ni hususan katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyimati za nyuma elimu ilitafutwa na watu wachache, haukuwa ni umma mzima, na haikuwa ni jambo la lazima kwa wao. Baadhi yao tu ndio ambao walisafiri, tena wakasafiri kwenda kwa baadhi tu ya watu, sio watu wengi, katika jambo la kutafuta elimu. Umma huu umesifika kwa sababu watu wake ni wenye kusafiri kwa ajili ya kutafuta elimu mbele ya mashehe na mbele ya maulama, tena waichukue elimu hiyo mushafahatan, katika hali ya kinywa. Asili elimu ni kupokelewa kinywa kutoka katika kinywa, yani kutoka katika kinywa cha mwalimu, mwalimu anamtamkisha mwanafunzi. Ndio asili ya elimu, ni kusoma moja kwa moja mubasharatan, wa kusikia elimu inda ulama wa inda almashayikh wa inda alasatidha, kusikia kwa sikio lako na unamuona, kwa maana unamsikia yule alimu ambaye anasomesha. Ndio asili katika Uislamu. Kuna kitu kinaitwa as-samaa, na as-samaa hiya martabatul ula
min maratibi talaqi alilmi min almashayikh. Samaa, kusikia kwa sikio lako elimu, ni katika daraja ya kwanza kabisa katika daraja za upokeaji elimu kutoka kwa mashehe. Ni kwamba wewe umemsikia shekhe ustadi kwa sikio lako akisomesha. Hiyo ndio martaba ya mwanzo kabisa ya elimu, na hiyo ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimlazimisha mtume wake mbele ya mwalimu wake, mbele ya mwalimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Jibril alayhi salam. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil kalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ilikuwa mushafahatan, kinywa mtume anapokea elimu kutoka kwa mwalimu wake Jibril, anasikia maneno ambayo Jibril alayhi salam alikuwa akimsomea, akisikia aya za Qur'ani ambazo Jibril alikuwa akizisoma mbele ya mtume ya Allah, na mtume akawa ni mwenye kuitikia na kufuatilisha mdomo wake na kinywa chake, mpaka Allah akamkataza, akampa taratibu za kupokea elimu, akamwambia la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Usitikise kwa ulimi wako huo kuitikisia Qur'ani ulimi wako. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, hakika ni juu yetu sisi kuikusanya Qur'ani katika kifua chako yote na kukusomea. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu, tutakapokusomea Muhammad baada ya malaika Jibrili kumaliza kusoma, sasa wewe sasa ndio ufuatilisha mdomo wako huu. Thumma inna alaina bayana, kisha ni juu yetu sisi Qur'ani hii kuibainisha kwa watu, na wala wewe Muhammad hutoisahau Qur'ani hii, kama alivyomwambia kwenye aya nyingine, sanukuri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Karibuni tutakusomea na wala hutosahau isipokuwa kile ambacho Allah ametaka ukisahau kwa hikma yake. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, sisi hatuisaulishi aya yote isipokuwa tunaleta aya ambayo ni bora zaidi au mfano wake. Warihlatu amruha kadim, enyi Waislamu na enyi wanafunzi, safari ya kutafuta elimu ni safari ambayo imeanza karne nyingi nyuma. Wakad dhakara al-Qur'an al-Karim, na kwa hakika imetaja Qur'ani tukufu rihlata Musa alayhi salam. Qur'ani imetusimulia sisi safari ya Musa alayhi salam ila al-Hidhr, kwenda kwa al-Hidhri au al-Hadri. Nabii Musa alifunga safari liyata'alla minhu ilma, ili apate kuchukua kutoka kwa al-Khidri elimu. A'atahu Allahu iyahu, elimu ambayo Allah kampa al-Khidri alayhi salam. Musa alayhi salam, Nabiullah Musa alayhi salam alifunga safari kwa ajili ya kutafuta elimu. Na wewe leo hii unafunga safari kwa ajili ya kutafuta elimu katika markazi hii na kituo hichi. Hii ni jambo ambalo limeanza zamani sana, kwa hiyo usije ukavunjika moyo hata kidogo. Elimu kidogo kidogo mpaka utafikia pa kufikia. Safari ya kutafuta elimu ni safari ya zamani. Wakad dhakara al-Qur'an al-Karim rihlata Musa, hakika Qur'ani imetaja safari ya Musa alayhi salam ila al-Khidri liyata'allama minhu ilma, ili apate Nabiullah Musa alayhi salam kujifundisha kutoka kwa al-Khidri ambaye si nabii wala si mtume, bali yeye ni katika watu wema. Musa alayhi salam amechukua elimu kwa mtu mwema al-Khidri, Allah amempa elimu. Atahu Allah iyahu, kenda kwa al-Khidri kwa ajili ya kuchukua elimu ambayo Allah amempa al-Khidri alayhi salam. Walakia fi dhalika as-safar nasaban wa ta'aban wa anata, Nabiullah Musa alayhi salam katika kufunga safari kwake kwenda kuchukua elimu kwa al-Khidri alikumbana
alikumbana katika safari yake hiyo ya kutafuta elimu, alikumbana na shida na tabu na ugumu wa safari hiyo. Ndio kutafuta elimu. Huwezi kuipata elimu kwa raha, wala rahata aljasadi, wala raha ya kiwiliwili. Elimu upate tabu. Kwa hiyo Nabiiullah Musa alayhi salam alipata tabu katika safari yake ya kutafuta elimu kwenda kwa Al-Khidri. Alipata nasaban wa taaban wa anata, kapata shida na tabu na ugumu mkubwa sana, mwisho akaipata elimu. Naam, elimu unaipata katika tabu. Elimu inapatikana katika tabu. Yani ujitahidi katika kutafuta elimu. Majitahada wajadda wajada, majitahada wajadda wajada. Warabu wanasema, wanamsemo, atakayejitahidi na akaumia basi mwisho atapata. Atakayejitahidi na akaumia upata. واتاه متعلما متادبا بادب الطالب امام شيخه. Nabii Allah Musa alayhi salam akamwendea Al-Khidri katika hali ya kujifundisha, yeye ni mwanafunzi, mutaaddiban biadabi at-talib, hali ya kujipamba na adabu za mwanafunzi, amama sheikhihi, mbele ya shekhi wake. Kuna adabu talibul ilmi, lazima mtu awe na adabu, mafunzo, heshima kwa mwalimu ambaye anachukua elimu kutoka kwake, pasina na kuangalia umri wake mwalimu huyo. Kwa sababu Al-Khidri, baadhi ya maulama wanasema kwamba kiumri alikuwa ni mdogo, Musa alayhi salam alikuwa ni mtu mzima sana. Pamoja na utuzima wake wote Musa alayhi salam, basi aliweka ile adabu ya kutafuta elimu kwa mwalimu wake, kijana mdogo sana na yeye ni mtu mzima. Kwa hiyo katika mafunzo ya kutafuta elimu, mwalimu hata akiwa ni mdogo kiasi gani, usije ukaikadharau ukasema da, mwalimu mwenyewe mtoto kama hivi, hapo mimi nitapata elimu kweli hapo? Naam, elimu utaipata hata kama mwalimu huyo ni kijana mdogo na wewe ni mtu mzima. Atahu mutaalliman mutaaddiban biadabi at-talibi amama shaykhihi. Nabiiullah Al-Khidri alayhi salam, Musa alayhi salam akenda kwa Al-Khidri katika hali ya kuchukua elimu na katika hali ya kuchukua mafunzo na adabu ya mwanafunzi mbele ya shekhi wake, kama dhakara al-Qur'anu, kama Qur'ani vutaja hayo. Allah aliposema, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabiiullah Musa alayhi salam mbele Al-Khidri alisema maneno mazuri sana, tena maneno ya upole sana ya kuomba, hal attabi'uka, je sikufuati? Kwa maana naomba nikufuate, ala an tuallimani, juu ya kunifundisha mimi Musa, mimma ulimta, katika kile ambacho wewe umefundishwa na Allah, rushda, katika rushd. Maulama wakasema ar-rushd al-istirshadu fi amri talab al-ilm an-nafi, kutaka miongozo. Kwa sababu Musa alayhi salam ni mkubwa sana kuliko Al-Khidri. Kwa hiyo anataka miongozo ya elimu. Yeye elimu anayo nabii wa Allah, lakini anataka miongozo zaidi ya elimu yenye manufaa wa amali salihi, na awe na matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa nini anataka miongozo? Kwa sababu Musa lazima atarejea katika nchi ya Misri. Amekwenda kwa Al-Khidri alayhi salam, lazima atarudi Misri, atarudi Nabiiullah Musa katika mji wake Misri, na kule kuna watawala, na kule kuna Bani Israila, kule kuna Wakibuti, na kuna watu tofauti. Kwa hiyo lazima awe na elimu ya miongozo, namna gani ya kuifikisha elimu hiyo. Na naam, Al-Khidri akamfundisha elimu ambayo Musa kwa kweli ilikuwa ni ngumu kupita kiasi. Akastahimili Musa mpaka Allah akampa elimu. Aliporejea kwa Firauni, Nabiiullah Musa alikuwa naam, aliweza kuifikisha elimu kwa Bani Israila na Wakibuti katika hali ngumu, kwa sababu watu wake Wakibuti hawataki chochote kuhusiana na utume wa Nabiiullah Musa alayhi salam.
bali hata bani Israeli jamaa zake Musa nao vile vile wanampinga, lakini Musa kashapata miongozo mizuri ya kuchukua elimu, ya kupata elimu na namna ya kuifikisha elimu. hal attabi'uka, je sikufuati, ala an tuallimani mimma ullimta rushda, juu ya kunifundisha mimi katika kile ambacho umefundishwa katika miongozo mbalimbali ya elimu. Kwa hiyo watu wema uko nyuma tunafundishwa sisi namna gani walivyokuwa wakihangaika kutafuta elimu kuanzia mitume alayhi salam. Wakad kana sabiquna min almuhaddithin walfuqaha walulama, na kwa hakika walikuwa wale waliotangulia mwanzo katika wanazuoni wa hadithi na wanazuoni wa fiqh na maulama wengineo wakifanya nini? Yarhaluna masafati tuwala, watu wa nyuma, zama za nyuma, mwanzoni katika umati huu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanazuoni wake walikuwa kisafiri tena masafa ya mbali sana. Leo hii mtu anakaa meli tatu tu anasikitika, darasa iko mbali sana ile, mbali sana ile. Watu walikuwa kisafiri masafa ya miezi kwa miezi, anakwenda kutafuta elimu. Yatanakkaluna baina al-aqtari, tena walikuwa kiondoka kutoka kati ya mabara, bara moja kwenda bara jingine. Wayajubuna fayafa, na wakipenya katika majangwa yasiyokuwa na miti na maji tungine, wakipenya katika majangwa, walkafaza, na majangwa yasiyokuwa na maji wala miti wala chochote, mtu akianguka hapo anaweza kafa. Wanakwenda katika miji huko, tena kwa kukisia mji utakuwa huko, nchi hii utakuwa huko, anakisia si kama ana dira maalum ambayo inakuwa inamuongoza labda huko unapoelekea ndo sasa. Si kama kuna barabara ya lami ya kufata lami, au barabara labda ya msituni, au barabara ya wapi. Hamna barabara, ni kukisia tu, mji huko ndo kwenye mji ambao watu wake wana elimu, wanakisia tu. Kwa wakati mwingine anakwenda masafa mbali sana na anafika katika mji, lakini mji wenyewe aliokwenda naambia sio mji huu, mji unaokusudia ni mji mwingine uko mbali kulikweli, nchi nyingine. Inabidi ulama huyo apindishe safari aelekee katika mji aliofahamishwa, yeye aliona ndo mji huo, lakini afika mji wa hapo watu wake hawasomi, hapana elimu iko katika sehemu nyingine tena mbali kulikweli kuliko toka kulipotoka. Anafunga tena safari kuelekea katika mji wenye maulama wengi, tena ala bu'di shak, juu ya umbali wa mashaka makubwa, wa idhami mashaka, na ukubwa wa tabu, wa kauli tariki, na njia isiyokuwa na chochote katika chakula, njia tabu sana. Ndio maana Uislamu ukatufundisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia ya kutafuta elimu, njia ambayo anaifuata kwa kutafuta elimu ya kisheria, elimu ya dini ya Kiislamu, amesoma kwa ikhlasi kabisa, anakwenda kusoma si kwa sababu ya kushindana kwa watu, au yeye awe na elimu nyingi sana, au awe hivi na hivi, la, anatafuta elimu kwa sababu kwanza kuondosha ujinga katika nafsi yake, kadhalika kuijua dini yake, kumwabudia Allah kwa vile inavyostahili kuabudiwa Allah kielimu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, atakayefuata njia anatafuta ndani yake njia hiyo elimu, basi naam, elimu ataipata. Na chingine, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah tampa kikubwa zaidi, atamwepesishia yeye njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia zote za kuifikia pepo ya Allah ni ngumu, lakini njia ya kuipata pepo ya Allah katika njia ya elimu ni njia nyepesi sana. Kuifikia pepo ya Allah kwa mtu kusoma ni njia nyepesi sana. Allah amepesisha pepo katika njia ya elimu, ili watu wapate kujua dini ya Allah, wapate kujua sheria za Allah, wapate kujua dini yao, wamwabudia Allah kielimu.
wasimambulie Allah kwa kubahatisha au kwa kurithi, nimemuona babu, nimemuona bibi, nimemuona ami anafanya hivi na mimi nafanya. La, anasoma kwa kielimu kabisa. Hadithi ambayo akhrajahu Tirmidhi, ameitoa al-Imam Tirmidhi. Jaa fi kitabi ulum al-hadith, imekuja kwenye kitabu ulum al-hadith. Qila lil-Imam Ahmad, palisema kuambiwa Imam Ahmad bin Hanbali, rajulun yatlubu al-ilma yalzimu rajulan indahu ilmun kathir au yarhal. Kuna mtu anatafuta elimu, kuna mtu anatafuta elimu, analazimiana katika kutafuta elimu hiyo kwa mtu mmoja tu, ndio shekhi wake ndio huyo, hendi kwa shekhi mwingine. Lakini shekhi wake huyu, mtu wake huyo, shekhi wake huyo, ilmun kathir, ana elimu nyingi tu. Je, abakie kwa shekhi wake huyo ambaye ni mmoja tu, au yarhal, au asafiri kwenda katika miji ambayo ina mashehe na maulama wingi? Akasema al-Imam Ahmad, yarhal, atasafiri, kwa sababu hiyo katika safari yake kuna maulama na mashehe wengi. Yaktubu anil ulama ila amsar, atakwenda na ataandika na atasoma elimu mbalimbali kutoka kwa maulama wa miji mbalimbali. Ndio maulama wakatuandikia vitabu vya historia ya maulama mbalimbali, wakisema tarikhul mashahir ulama al-amsar, historia ya maulama mbalimbali katika miji mbalimbali ya Kiislamu. Miji ya Kiislamu ilikuwa ni mingi sana, katika miji ambayo ilikuwa kitoa elimu. Katika nchi ya Iraki peke yake kulikuwa kuna miji miwili mikubwa, kuna Kufa na kuna Basra. Na baadaye katika nchi ya Iraki kupatikana mji mwingine, Baghdad, Madinatus Salam, mji wa tatu katika nchi ya Iraki. Kadhalika katika miji mingine, miji ya Khurasana nao vile vile ikawa na elimu sana. Baadaye elimu ikapanuka ya Uislamu katika miji mingine, Hispania, Al-Andalusi. Elimu ikapanuka katika miji ya Misri na miji hata ya Kiafrika vile vile. Elimu ikawa ni pana, watu wanasafiri kuelekea kwa maulama mbalimbali. Al-Imam Ahmad bin Hanbali anasema, rajulun, anaulizwa, rajulun yatlubu al-ilma yalzimu rajulan indahu ilmun kathir, mtu anatafuta elimu, analazimiana na mtu mmoja tu, lakini mtu huyo ana elimu nyingi sana, lakini mmoja. Je, atabaki kwa mwanachuoni huyu mmoja peke yake, au yarhal, au atasafiri? Qala yarhal, akasema tasafiri, kwa sababu huko kusafiri atakutana na maulama na wanazuoni wengi. Yaktubu anil ulama ila amsar, ende aandike asome kwa maulama katika miji mbalimbali. Na sisi tunajaribu kufuata mwenendo watu wema waliopita nyuma kwa kukusanya walimu angalau kwenye kituo kimoja. Kuna walimu 6, 7, 8 wabakie pale wasomeshe wanafunzi. Lakini zamani ilikuwa mtu wasafiri, ende kwa shekhe huyu, ende kwa shekhe yule, katika mji mmoja mwingine kuna mashekhe 6, 7, wote unazunguka kwenda kusoma. Kabla ya kuanzishwa ile marakizi al-ilmiya, vituo vya kielimu, ilikuwa mtu anamlazimikia lazima aondoke, ende katika mji ule, ende kwenye kijiji kile, anazunguka kati ya maulama katika miji yake. Kwa baadaye maulama wakaona kama ni afadhali wakusanya maulama au mashekhe katika kituo kimoja, ndio markazi yenyewe, watu wachukue elimu pale. Kwa hiyo pale kuna halaka za elimu mbalimbali, katika halaka zile, halaka za kielimu. Huu ni katika utaratibu ambazo wawema waliotangulia nyuma walikuwa kufanya utaratibu. Yarhalu yaktubu an ulama ila amsar, atasafiri, ataondoka na ataandika, atasoma, achukue elimu kama ulama mbalimbali. Tena fayashammu an-nas wa yata'allamu minhum, ataingiliana na ulama, yani atakuwa yuko karibu sana na ulama. Shama asili yake ni kunusa ile harufu, manake ulama walikuwa karibu sana na wanafunzi wao. Atachanganyikana na maulama kwa karibu mno, atakuwa karibu mno na maulama, wa ta'allamu minhum,
kadhalika maana fayashamu, atachukua akhlaki, tabia za mwalimu wake, atachukua akhlaki na tabia za mwalimu wake, wa yataallamu minhu, na atajifundisha kutoka kwake, kama alivyofanya hivyo al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi al-Himyari, ambaye mama yake anasema mwenyewe, anasema ta'ammamat ummi, mama yangu mimi alinivisha kilemba, waqalat li, na akasema kunambia mimi, idhhab ila Rabi'a, nenda mwanangu kwa Rabi'a, akiitwa Rabi'atu Rai, fata'allam min ilmihi, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, jifundishe adabu yake mwalimu wako huyo kabla hata elimu yake. Kijitoto Imam Malik ibn Anas alikuwa kidogo sana, kama miaka miwili tu, ilikuwa miaka miwili, na sote tunajua mtoto miaka miwili ni mdogo sana. Akiwa miaka miwili tu anasema mama yangu alinivisha kilemba na kanzu, kisha kanambia nenda kwa Rabi'atu Rai, fata'allam min adabihi kabla ilmihi, nenda kwanza kuchukua adabu ya mwalimu kabla hata elimu yake. Imam Malik anasema nilipoingia katika msikiti na mbele ya Rabi'atu Rai, nikawakuta wanazuoni watu wazima katika halaka mbalimbali, Rabi'atu Rai anawasomesha. Kijitoto ndo peke yangu mimi nimeingia katika msikiti ule. Rabi'atu Rai aliponiona akanichukua, akanikumbatia, akaniambia mwanangu, kaa cheza hapa, mimi nasomesha watu wazima, wewe cheza hapa. Kijitoto kidogo miaka miwili. Rabi'atu Rai ikawa anasomesha, na Imam Malik anamwangalia machoni yule mwalimu, anachukua zile akhlaq zake na tabia zake. Baadaye uko mbele sasa ndio akaanza kusomeshwa, kwanza akachukua tabia kwa mwalimu, kisha baadaye ndio akaanza kuchukua elimu ya Kiislamu, elimu ya hadithi, elimu ya fiqh, elimu ya tafsiri, mpaka Imam Malik akawa katika maimamu wakubwa sana. Kwa hiyo anasema yarhalu yaktubu an ulama, mtu asafiri, basi angalau usafiri ndani ya mji wako, toka katika sehemu moja, mtaa mmoja, enda katika mtaa mwingine ambao kuna masomo yanasomeshwa pale, usome elimu, fayashummu an-nas wa yata'allamu minhu, hapo atachanganyika na maulama na atajifundisha elimu kutoka kwao. Waqad kana al-awailu, na kwa hakika walikuwa wanazuoni wa mwanzo, maulama wa mwanzo, ya'tadiruna rihla, wakizingatia kule kusafiri, fi talab ilmi aslan, ndio asili ni kusafiri, tena la yatakhallafu anha illa man aq'adahu dha'fu al-jismi au kathratu al-iyal. Jambo hilo hakuliwacha kutengana nalo, jambo hilo la kusafiri. Watu wote walikuwa ni wenye kusafiri, ima kusafiri ndani ya mji wenyewe, unaondoka kwenye sehemu moja ya mtaa unakwenda sehemu nyingine ya mtaa. Ilikuwa lazima, na mtu kama asafiri lazima atoe dharura. Kwa nini wewe ukawa hutoki kwenda kutafuta elimu kwa mashaikh? Kwa nini? Ilikuwa lazima mtu aondoke sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine, ilikuwa ndio aslan la yatakhalafu anha. Hakuna mtu ambaye alikwenda kinyume na jambo hilo, illa isipokuwa man aq'adahu dha'fu al-jismi, yule ambaye amekalishwa na udhaifu wa kiwiliwili, yani mgonjwa, ambaye ni mgonjwa hawezi kusafiri kwa ugonjwa, basi na huyo ndio alikuwa kikaa. Au kathratul iyali, au yule ambaye amezuiliwa kutokana na wingi wa familia na watoto wengi, na hamna mtu wa kumwachia watoto wake, ni vijitoto vidogo, basi huyo walimpa udhuru kwamba basi wewe itabidi ukae hapo kwa sababu watoto hawa madhara hawana msimamizi, wanaweza wakapigana, wanaweza kudhuriana, wanaweza kufanya jambo lolote. Basi huyo ndo ambaye alikuwa hendi kutafuta elimu kwa sababu amezungwa na watoto. Lakini hii haina maana katika leo kama una watoto wako watatu, kwa basi na mimi hapa nitakaa nyumbani tu. Tafuta japo mfanyakazi mlipe, wasimamie watoto wale hao kwa siku hizo mbili, Jumamosi na Jumapili, basi wewe ndio kutafuta elimu katika darasa, katika markaz. Usije ukakaa nyumbani tu. Au leo alhamdulillah watoto wanakwenda madrasa, basi na wewe unatoka na kwenda katika kusoma vile vile. Wa Abi Umama, na kutokana na Abi Umama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema inna Luqman qala libnihi, hakika Luqman al-Hakim alisema kumwambia mwanawe, ya bunay alayka bimujalasati ulama, ewe kijitoto changu,
ewe mwanangu kipenzi na ikupenda, jilazimishe sana. Alaika ismu fil amri bimaana alzim, jilazimishe, lazimiana. Alaika jilazimishe bimujalasati ulama, jilazimishe na kukaa pamoja na wanazuoni. Sikirie kaa na watu mitaani, watu maskanini, watu ajabu ajabu, kaa pamoja na wanazuoni. Wasma kalama alhukama, nasikiliza maneno ya watu wachambuzi wa mambo ya dini. Mahukama yani watu wenye kuzama katika kuzichambua hadithi na kuchambua tafsiri za Qur'ani na elimu mbalimbali. Walikuwa huko nyuma inda minal mutakaddimin wakiitwa alhukama, wabebezi katika fani mbalimbali, waliozama katika fani mbalimbali la ucha Mungu, na wakizama katika historia za wanazuoni na fani tofauti, wakizama wakitoa istinbat, basi walikuwa kitu alhukama. Wastami kalama alhukama, wasikilize sana watu wabobezi waliozama katika elimu. Qala fa inna Allah yuhyi alqalba almayta, hakika Allah huwa anauhuisha moyo wa mtu uliokufa. Allah anaupa uhai moyo uliokufa, binuri alhikma, anaupa kwa nuru ya elimu. Kama ila ardh almaytata, kama Allah anavyohuisha ile ardhi iliyokufa, ardhi kame, biwabili, kwa ile mvua ndogo ndogo. Almatar, alwabil ni mvua ambayo ndogo ndogo inanyesha kidogo kidogo, haiui mimea, kidogo kidogo inanyesha, kwa hiyo mimea nayo inakuwa vile vile. Basi na elimu vile vile nataka utaratibu wa kidogo kidogo, wala usivunjike moyo. Chukua elimu kidogo 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 mpaka baadaye utakuwa na elimu. Ndio mambo yanakwenda hivyo Kiislamu. Kidogo kidogo baadaye utaanza kujikuta kama unabadilika kidogo kidogo. Leo umevaa shungi tu, kesho unapiga nikabu, kesho unapiga glove, kesho full hijabu kamili kabisa. Mwanzo ilikuwa wewe hata ile socks ulikuwa ukiona mzigo kuliko kiatu unachokivaa, piga kanda mbili tu basi. Lakini leo umevaa hijabu kamili, wala huna uzuri. Zamani kuna tabu, kile kiatu kingine cha buti cha kike, tena cha kike sio buti ya kiume, buti ya kike tu basi kiona tabu. Unaona yani kama jeshi yani ulikuwa kijiona hivyo. Lakini leo elimu umechukua kidogo kidogo, sasa uko katika hijabu kamili ya kisheria. Binasi ya pahala kwingine katika gari hivi, konda akamwambia mama, hebu pandisha nikabu yako hiyo, basi upandishe, kwa sababu ushezoea ile hijabu yenyewe. Na jambo la kusikitisha katika madaladala, mambo kushangaza sana, konda anakwambia bana, pandisha hijabu hiyo, pandisha nikabu hiyo, tena amri kabisa, bora hata usipande gari kabisa, nenda kwa miguu, hata kama utafika saa ngapi. Kama ushezoea hijabu yako, mtu anakuambia vua hijabu. Tanzania kama ndo amri ya serikali, wameambiwa wale makonda waambie watu wajifunue nyuso zao. Kwa hiyo kama maeneo ya kiofisi za kiserikali au hospitalini na sehemu nyingine, amri ya serikali hapo sawa, la basi, hakuna ubaya. Lakini hata mtu leo kwenye kidaraja chake kibovu anakwambia pandisha nikabu, mwambie sipandishe chochote. Na lazima uwe na wakati mwingine uwe makini. Leo mtu ana kiduka chake tu, anauza tungule zake, pandisha nikabu hiyo. Subhanallah. Kwa hiyo Uislamu unakwenda kidogo kidogo katika mafunzo, kidogo kidogo mpaka baadaye unajikuta kwamba huko katika Uislamu ulikuwa makini kabisa. Kwa hiyo wanazuoni wa nyuma walikuwa kizingatia jambo la kutafuta elimu, ni jambo la msingi sana. Luqman Hakim anamusia manana, anamwambia ya bunayya alayka bimujalasati ulama, ya mwanangu jilazimishe kukaa na wanazuoni. Wastami kalama alhukama, na wasikilize sana, sikiliza sana maneno ya watu wenye hikma zao, wenye elimu zao, wabobezi. Fa inna Allah yuhyi alqalba almayta, hakika Allah huwa anahuisha moyo wa mtu uliokufa. Anahuisha binuri alhikma, kwa nuru ya elimu. Yani kila ukisoma basi unabadilika kidogo kidogo. Leo chukua hichi, kesho chukua hichi, kidogo unabadilika. Kama ila ardha, kama Allah anavuhuisha ardhi almaitata, ardhi kame iliyokufa, ardhi imekufa kabisa. Jembe ukipiga katika ardhi, basi ardhi inatoka vumbi, jembe linapinda, ardhi ngumu, hakuna kinachoota hapo.
Allah anapeleka mvua ndogo ndogo hivi wabili, halafu ardhi hiyo taharakat, inatekesika, inakuwa inaota mimea, baadaye inakuwa ardhi ambayo ni nzuri. Basi ndio hivyo maulama hawakuibuka tu kama siku moja ulama, kwani alimu mkubwa kwa siku moja tu, yani siku nyingi kidogo mpaka mtu anakuwa ni alim mwanachuoni mkubwa katika mila ulama. Wana Abi Huraira qala, na kutoka Abi Huraira amesema ta'allamu lililm, tumekasema jifundisheni elimu, wa ta'allamu lililmi sakin, kadhalika jifundisheni kwa ajili ya elimu, basi jifundisheni hikma, jifundisheni elimu. Wa ta'allam lililmi, na jifundisheni kwa ajili ya elimu ya Kiislamu as-sakina, kuwa ni watulivu. Elimu nataka utulivu, sababu tabia za wanafunzi tofauti. Hapa nyewe mupo, lakini kila mmoja na akhlaki yake na tabia yake. Natakikana mvumiliane, mustamiliane, ujifundishe utulivu, kukaa katika darasa katika hali ya utulivu. Walwaqar, na upole. Mtu ajilazimisha kujifundisha upole, hata kama atakuwa na hasira, atakuwa na ghadhabu, basi anatakikana au ni mpole. Mathal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal aljasadi, mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuoneana huruma kwao na kufanyiana upole kwao, kamathal aljasadi, ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja. Idha ishtaka minhu udhun, kinapougua katika hicho kiungo kimoja tu, tadala usair aljasadi, viungo vyote vinaitana bisahari wal umma, katika kukesha na kupata homa kali. Kwa waumini wanatakikana watiane nguvu, watiane moyo, wala usimcheke mwenzangu, mbona mgumu kama hivyo, wewe ufahamu, mwambie utafahamu na utaelewa na utakuwa na chuoni mkubwa tu. Jitahidi hivyo elimu kidogo kwa kadiri ya umri wake aliyokuwa nao, kama ni mtoto, kama ni mtu mzima. Na elimu inachukuliwa kidogo bitadarruj, hatua baada ya hatua, kidogo. Kwa hiyo mtu anatakikana asome elimu hii kwa utaratibu na kupeana moyo na kujitahidi kutokatisha, isipokuwa kwa dharura. Isiwe leo kaka nyumbani, wacha leo sijisikii siendi. Uko na dharura ya msingi ambayo inakufanya wewe usiende katika darasa, kwa sababu kupitwa siku moja tu maana yake ni kupitwa kama somo. Siku moja tu ikipita kwa wewe, maana yake kuna masomo yatakuwa yashakupita. Kwa jitahidi sana kuchukua elimu bitarajul, kwa upole kabisa na kwa huruma kabisa. Kadhalika unaandika kile ambacho unakisoma, usiende kata daftari, huna hata kalamu, huna kusoma kama maandalizi. Kadhalika upitie sana, fika nyumbani, rejea masomo yale mara kwa mara. Al-Imam Ibn Qutayba anasema hawezi kuchukua elimu wanafunzi kutoka kwangu isipokuwa baada ya kuipitia mara 50 ya kile ambacho nimemsomesha. Basi angalau umepitia mara 10, umepitia, basi itaganda. Mfanye mudhakira, murajaa, mnakaa pamoja na funzi, mnapitia, mnakumbushana. Neno gumu ulijui, msikilize mwenzio, muulize mwenzio kufahamishe, lakini usikubali kwamba unasoma alafu kawa hufanyi muraja, upitie. Kwa huo ndio mwongozo wa muhadhara mfupi ambao mimi nimeandaa, na inshallah tumsubirie ustazi hapa, yeye ataendelea na maudhui ya masuala ya elimu na miongozo mbalimbali inshallah mpaka muda ambao umepangwa. Tufikie hapo inshallah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.